leo wanahitaji kupata ushindi dhidi ya Nkana FC, mashetani wekundu wa Zambia na Afrika. Kumbuka timu hizi zina historia kwenye mashindano haya ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwaka 1994 mfadhili wa Simba akiwa ni Azim Dewji walikutana kwenye mchezo muhimu kwelikweli wa robo finali, ambapo mechi ya kwanza Simba walifungwa magoli 4-1, goli la Simba likifungwa na Nteze John Lungu. Lakini mechi ya pili Nkana wakatandikwa magoli 2-0, aggregate 3-6, na mechi ya marudiano hiyo Mwanamtwa Kiwelu Daliki Moko na Nteze John Lungu walifunga magoli ya Simba. Lakini baada ya hapo Simba na Nkana wakakutana tena mwaka 2002, ambapo Nkana walifika raundi ya pili, lakini walikutana katika raundi ya kwanza na Nkana wakaitoa Simba. Mechi ya kwanza Simba kalala magoli 4-0. Mechi ya marejeano Simba kashinda magoli 3 uwanja wa Jamhuri Morogoro, magoli ya Simba akifungwa na Sekelo Barnabas 2-1 kwa mkwaju wa penalty, lakini Nteze John Lungu akafunga pia. Wakati huo kocha wa Nkana FC alikuwa ni Patrick Kipiri, ambaye baadaye mwaka 2004 akajiunga na Simba. Na Nkana baada ya kuifunga Simba wakatinga raundi ya pili, ambapo alitolewa na Zamalek. Mechi ya kwanza walifungwa magoli 2 mjini Cairo, na kule Zambia wakatoka sare ya bao 1-1, na ndio mwaka ambao Zamalek walifika fainali na wakatoa ubingwa akifunga Raja Casablanca ya Morocco baada ya kutoka suluhu Cairo, lakini kule Morocco wakashinda bao 1-0. Na mwaka 2003 Simba wakaivua ubingwa Zamalek, mechi ya kwanza wakishinda goli 1-0 uwanja Uhuru, mfungaji akiwa ni Emmanuel Gabriel Mwakyusa Batigo Batistuta, pasi kutoka kwa Ulimboka Mwakingwe na fiatu fyake. Lakini mechi ya pili mjini Cairo, acha tuone wakati mchezo huu mgeni rasmi akiwa anaendelea na shughuli yake, waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Joseph Kakunda. Sasa anahitaji kuona kama Simba atamfurahisha kama ilivyokuwa kwa Watanzania. John Raphael Bocco anategemewa leo kuongoza safu ya ushambuliaji ya kikosi cha Simba ambacho hakina mabadiliko na kile ambacho kilicheza dhidi ya Nkana mjini Kitwe. John Raphael Bocco, MK14 Medi Kagere na Emmanuel Arnold Okwi wakisimama kule mbele. Katikati kuna triangle fulani hivi, Jonas Mkude na James Kote wakicheza chini, juu yao Clatous Chota Chama Triple C Mwamba wa Lusaka akisimama na kufanya vitu vyake vile ambavyo wengi wanatamani kuviona. Lakini backline walinzi wawili ni Pascal Iseji Wawa na Erasto Nyoni pamoja na Mohamed Hussein na Nicolas Jean. Kikosi cha Nkana Red Devils nacho hakina mabadiliko na kile ambacho kilicheza na Simba. Walter Bwalia nahodha akicheza na Ronald Kampamba, mfungaji wa goli mojawapo, lakini pia Kevin Mubanga Kampamba naye akicheza, aliyefunga goli la pili kwa Nkana. Katikati Otieno Duncan Mkenya huyu Shadrack Malambo, lakini pia yupo ball dancer Harrison Musonda Chisala. Ile backline wawili ni Richard Okran raia wa Ghana na Musa Mwayeko Mohamed wa Kenya. Walter Bwalia nahodha akiwa na nahodha mwenzie, lakini mpinzani wake John Raphael Bocco. Waamuzi wanatokea Kenya wakiongozwa na Peter Waweru. Line 1 ni Gilbert Cheruiyot, line 2 ni Tony Kidia, na fourth official ni Anthony Ogwayo. Wakati kamishna wa mchezo huu anatoka Somalia, Amir Hassan. Mashabiki wamejitokeza wengi wakitaka kuona burudani hii ya kandanda, ambapo wenyeji Simba wanahitaji kushinda goli moja tu ili wawatoe Nkana, kwa maana ya aggregate iwe 2-2. Simba anufaike na goli la ugenini waliofunga Nkana Stadium Kitwe. Kwa kawaida mechi kama hizi wapo
wanaoshangilia kwa maana ya kuipenda Simba na wanaoteseka pia wako hapa, wengine wakisubiriwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kufa au kupona, Simba Sports Club ya Tanzania. Salam Tanzania, salam kichwa Zambia, salam Afrika na kokote kule nakotupata. Matangazo moja kwa moja kutoka dimba la Taifa jijini Dar es Salaam. Baraka Mpenja, sauti ya radi, niko live kukuletea maelezo haya. Nani anakwenda hatua makundi, nani anakwenda hatua mchujo playoff ya kombe la shirikisho. Aggregate 1-2, Nkana wako mbele. Tunasubiri kuona sasa kama Simba watapindua meza leo. Seji Pascal Wawa anaimwaga pasi ile, anaondosha kimakosa. John Rafael Boko sasa, Boko ananyimwa nafasi na goalkeeper Alan Chibwe. Alikuwa anatanua kwenda pembeni katikati ya penalty area. Richard Okran, Hassan Kesi Ramadhan anajaribu kudrive uzuri sana. Kesi bado anapunguza, anaiweka pembeni huku kwa Kevin Kampamba, jaribu kutweka ndani kucheza Aishi Manula. Driving nzuri sana Hassan Kesi Ramadhan, akamwona Kevin Mubanga Kampamba, shuti lake limekwenda mkononi mwa Aishi Salum Manula. Vinginevyo ilikuwa ni shambulizi zuri, alipiga sambusa nzuri sana Kesi Hassan. Kevin Kampamba akapiga nia post, Aisha alikuwa yuko pale pale akamkatalia vizuri. Otieno, Harrison Chisala anamjaza bado Mohamed Hussein. Chisala, Harrison, weka ndani kule, weka goli kule. Walter Bwalia, Walter Bwalia anatumia vizuri sana cross ya Harrison Chisala ambaye anaujaza mpira ndani ya kimia. Goalkeeper Aishi Salum Manula anabaki anashangaa. Unaweza kujiuliza, hawa ni mashabiki wa Nkana FC Red Devils, kama alivyofanya Nkana Stadium kichwa Zambia, wanakaa chini huku Walter Bwalia captain akienda kuwapa maelekezo. Mara hii Peter Weru mwamuzi anasema nyanyukeni, rudini kati. Aggregate 1-3, Simba kipress, Simba akishambulia. Harrison Chisara akamimina maji, Walter Bwalia akapiga diving header. Aishi Salum Manula hana cha kufanya zaidi ya kuona mpira unaingia kambani. Nkana wanasalimia mashabiki wanawashangilia hapa kwamba Merry Christmas. Nahodha Walter Bwalia anatanguliza Simba, anatanguliza Nkana FC. Dakika ya 16 ya mchezo, Simba 0 Nkana FC 1. Wakati akicheza na Richard Okran, Rasanyone kula besela ile, Gatus Chota Chama, Nicola Ajian Chama bado anamwekea Kutei. Emmanuel Okwi piga juu, Russell fiatua bakora moja, ikala crossbar ama mtambao wa panya. Goalkeeper asingefanya chochote kama ule mpira unge. Mohamed Hussein, Chama, Glatus, Jonas Mkude, mwana ukome. Jonas Mkude akipokea pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa mwamba Lusaka. Triple C akakontrol na kuachia bomu kali, akashuka na mashetani wekundu jumla. Anajibu kwamba Merry Christmas wana Simba. Mashabiki wanapata mzuka,
Ni goli la kigaidi. Tazama Clatous Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka akajisetia, akatandika mti mmoja. Goalkeeper Alan Chiba alijaribu kudive. Brother, familia na kutegemea brother. Ukitegua nyonga itakuwa madhara kwa familia. Patrick Osams Uchebe, ule mweupe unapepea tu namna hii. Kitu bomba kwelikweli kwa ajili ya Simba, kama alivyofanya upande ule kesi. Maamuzi amebadilisha maamuzi kwamba sasa warushe Simba. Wewe unachelewesha muda, acha ujanja. Mara ya pili sasa tukio hili linawakuta mashetani wekundu. Mkana ya viwango Nicola Jean MK14. Maamuzi anasema hakuna foul. Kule Nkana stadium, maeneo kama hayo, alipata faida mkwaju wa penalty ambao kafungwa na John Raphael Boko. Takuwa anamfahamu kwa sababu ametokea ligi ya Kenya akicheza Gor Mahia. G Pascal Wawa yuko chini, mchezaji wa Nkana. Ulikuwa na changamoto kubwa kwake. Mwamuzi Peter Waweru anaita, wakati huo ni kona, jaribu kuzuia mpira ule. Shadrack Malambo zinaongezwa dakika 2 kukamilisha 45 za kipindi cha kwanza. Chezeni Chama inaingizwa ndani, Kagera. Yes! Yes! Oh yes! MK14 mashine ina level aggregate 3-3 na aggregate 2-2 ni 2-1 sasa. MK14 machine anapiga kichwa kizuri mno, kichwa cha kubembeleza. Wale wanaolia wako wapi? Wanaoteseka wako wapi? Kwa nini uteseke? Nkana FC wanalia pole, wanalia. Hassan Kes anakataliwa na Erasto Nyoni. Manake kwa mambo jinsi yalivyo, dakika 45 zimekamilika. Dakika 45 bora kwa timu zote mbili. Simba wakijaribu kupress, wakatanguliwa kupitia kwa goli la Walter Bwalia, lakini likafutwa kwa shuti kali kwelikweli likipigwa na Jonas Gerard Mkude. Katika dakika za mwisho, Patrick Osams akienda dressing room anafurahia goli la pili la MK14 Mamba. Mashine hiyo alipiga kichwa ambacho Alan Chibwe goalkeeper akajitahidi kwenda kufuata, lakini kwa sababu hakuagana na nyonga akaishia hewani tu, mpira ukajaa ndani ya kamba. Maelfu ya mashabiki wa Simba waliofurika uwanja wa Taifa wanaenda kunywa maji wakiwa na furaha. Half time. Mimi ni Baraka Mpenja. Simba 2 Nkana FC 1, 3-3 na aggregate.
Dar es Salaam. Hello Tanzania.